Karibia katika chaneli yetu pendwa Kilele cha Ufahamu, inaongozwa na mimi Alhabibi Yahya. Ndugu zangu, mada ya leo fungua sikio la tatu. Najua kama ilivyokuwa imezoeleka kwa watu wengi kwamba wamekariri kusikia, kujifunza habari ya jicho la tatu, third eye, katika mambo ya kiroho. Lakini wengi wetu sisi, hususan watu wa kirohani, tumesahau kuwa kuna sikio la tatu, ambalo ndilo kitovu cha kupokea sauti, dondoo, mawimbi ya sauti, ujumbe wa siri kutoka katika ulimwengu wa kirohani. Na katika ulimwengu wa kirohani, sauti ina thamani kupita jicho. Yaani sikio lina thamani kupita jicho. Na ndio maana ikiwa nishafundisha sana, ukishindwa kuchuja nini unasikiliza, utaua haraka sana sauti ya marohani, utakuwa uisikilizi kuliko kuangalia, kutazama. Kwa sababu marohani hawaangaliwe unatazama nini, unaangalia nini, ila unasikiliza nini kinapita kwenye masikio yako. Na ndio maana wengi walofunguliwa marohani wakawa wanatumia vyakula vya kirohani na wakaishi kirohani, kuna wakati ufika wakawa wanasikia sauti ikiwapa maelekezo, instruction, fanyeni hivi na hivi. Lakini kuanza kuona machoni ni wachache na mara nyingi haitokei kwa watu wote. Sasa katika safari ya kiroho, jicho la tatu linakupa uwezo wa kuona, lakini sikio la tatu linakupa uwezo wa kusikia yale yasiyosikizwa na masikio haya ya nyama. Huku ndiko kusikia sauti za ndani, minong'ono ya viongozi wako wa kiroho, yani malaika, mizimu, marohani, au kutambua ishaarati kutoka katika ulimwengu wa siri, ulimwengu wa kiroho. Hasa katika sehemu ya kwanza tuangalie mambo 10 ambayo yanafanywa ili kufungua sikio la tatu. Ili mwanadamu au wewe mtu wa kirohani ufikie hatua ya kusikia kwa kutumia sikio la kiroho, kuna mambo 10 ya msingi ambayo hufanyika au hufanywa. Ukiyazingatia haya kuanzia sasa, utapata kuanza kufungua sikio lako la tatu, kusikia ambavyo sikio ili la nyama aliweze kusikia. Jambo la kwanza, ukimya wa ndani na nje. Kupunguza kelele za kidunia na kufanya mazoezi ya kukaa kimya, ikiwa kufanya meditation, khilwa, kujitenga. Kufanya hivyo ni kuruhusu nafsi isikie sauti ya ndani kabisa. Kutokuwa mtu wa porojo porojo, kila habari za hapa mjini uko nazo. Habari za mpira hazikupiti, habari za wasanii hazikupiti, habari sijui za wanyama hazikupiti, habari siasa, serikali hazikupiti, habari za kidini hazikupiti, habari za shughuli zote, sherehe hazikupiti, habari za misiba. Wewe ni mtu wa kubwabwaja usubuhi, mchana wa usiku, unabwabwaja. Hasa ukianza kuwa na tabia ya silence, kujitenga na kelele na mambo mengi ya kidunia, ukawa unatumia time nyingi kukaa peke yako, basi moja kwa moja itakuwa ni moja ya njia ya kukupelekea kufungua sikio lako la tatu. Na la pili katika mambo, kusafisha moyo na ikhlasu niyya, kuondoa kibri, ujub, chuki, tamaa mbaya. Moyo ukiwa mweupe, milango ya fahamu ya kiroho likiwemo hilo sikio la tatu linafunguka kwa haraka. Lakini moyo ukiwa na kibri, chuki, tamaa, roho mbaya, jealous, mambo ya wivu kama hayo, viungo vya ufahamu wa kiroho, sababu viungo vya ufahamu ama milango ya fahamu sisi tumekalili katika dunia kwamba tujue macho, masikio, tujue ngozi, pua, tujue nini. Lakini hiyo pua, hiyo nini pia inaingia katika ulimwengu wa kiroho. Jambo la tatu,
kutoka kusikiliza na kwenda kwenye kutafakari. Kuhama kutoka kwenye kusikiliza ili ujibu na kwenda kwenye kusikiliza ili uelewe. Na uweze kutofautisha kusikia sauti za kawaida na kuanza kusikiliza maana iliyojificha nyuma ya matukio au maneno. Kianza kujifunza kwamba nini kimejificha kwenye haya maneno, nini kimejificha kwenye hili tukio lililotokea, utapata kufungua sikio lako la tatu. Na jambo la 4, kuwa ni mtu wa tasawuf, elimu za kiroho. Kuna uradi maalum, majina ya Mwenyezi Mungu yaliyotajwa kwa idadi maalum, ikiwemo ya Samiu, ya Samiu, ya Samiu, ya Samiu, ya Samiu, ya Samiu. Kidumu na hili jina utakwenda kufungua na kuamsha nguvu ya usikivu wa kiroho, hususan hilo sikio la tatu. Lakini pia siyam, kufunga swaumu kiroho na kimwili, kupunguza kula na kunywa. Miongoni mwa mambo ambayo yanatuzibia sisi macho na masikio ya kiroho, sikio la tatu na jicho la tatu, ni kula kupita kiasi. Mtu anakula mpaka anakosa hata muda hata wa kupumua au kuamka hata usiku akatafakari. Hata kukaa mkao wa yoga meditation hawezi, kwa sababu kitumbo ndui ameshiba. Kupunguza uzito wa mwili wa nyama na kuongeza nguvu ya mwili wa kiroho. Kuna watu ni mabonge tu katika huu ulimwengu wetu tu, utaona kanenepa, lakini huyu ni mkondefu, amekosa lishe katika ulimwengu wa kiroho. Na kuna watu wamekonda katika ulimwengu wetu huu, mashavi yameingia ndani, lakini katika ulimwengu wa kiroho hao ni mabongi, wamenenepa. Lakini kulinda masikio ya nyama, kuepuka kusikiliza maneno ya kashfa, masengenyo, miziki yenye nishati hasi. Ipo miziki yenye nishati chanya, hapa tunazungumzia miziki yenye nishati hasi, low vibrations, ambayo huziba masikio ya kiroho, hususan hilo sikio la tatu. Lakini kuungana na asili, nature. Jambo la 7, kukaa maeneo yenye upepo mwanana. Sauti za ndege kama ufukweni kwenye fuko za bahari, juu ya miti, milima na sehemu zenye kutiririsha maji. Sipenda kukaa sehemu zenye moto wa kuni. Sauti hizi husaidia kusawazisha masafa, frequencies ya sikio la tatu. Kwa hiyo kama zile shamanic drums ambazo niliwaambia uingie YouTube, andika shamanic drums, uwe unazisikiliza kwa sikio lako, zitakwenda kukufungulia sikio la tatu. Lakini jambo la 8, kazi ya tezi, kiroho na kibiolojia. Kwa hiyo tezi za sikio zinapokuwa na sumu, zinapokuwa zina sumu, yani mfano sikio, kuna watu wengine wanasema sikio lao la kufa tayari, yani pengine kuna laana au nini, huchochea uwezo wa kupokea mawimbi hasi. Lakini lao unakuwa uliosikia wazazi, unasikia walimu wako wa kiroho, huchochea na kusikiliza au huchochea mawimbi yenye sauti ambazo ni chanya na sauti za juu. Jambo la 9, kuwepo na kiongozi wa kiroho, murshid, teacher. Hii nishaieleza. Kupokea mwongozo, idhini, ijaza kutoka kwa mwalimu aliyebobea ambaye ameshapita njia hiyo, ili kuepuka kusikia sauti za upotoshaji, majini na mashetani. Atakusaidia kukutofautishia ndoto, kukutofautishia miongozo, kwamba huu mwongozo unatoka kwa rohani na huu mwongozo hapana, hata kama unaona ni mzuri, si mwongozo mzuri. Lakini jambo la 10, kujisalimisha kikamilifu. Kuwa tayari kupokea ujumbe wowote utakaokuja bila kuwekea masharti au shaka. Pana mtu akwambia, sasa mimi alhabibi wataka mimi nifungue marohani, lakini naogopa sijui kaniambia mimi sijui niwe mganga, sijui niwe nini. Tayari ushaonesha uharakini. Wewe kuwa tayari kwamba litakalotokea mimi ndalikubali, mimi ndakabiliana nalo. Lakini katika sehemu ya pili tuangalie dalili 10 na matokeo ya kufunguka kwa sikio la tatu. Ikiwa sikio lako la tatu limefunguka, nini utakiona?
Mtu atajuaje kama sikio lake la tatu limeanza au limefika hatua ya kufunguka au limeanza kufanya kazi? Ni hizi hapa dalili za matokeo yake. Namba 1, kusikia sauti ya ndani inayong'ata. Inakung'ata. Unakuwa na sauti ya ndani, intuition yenye nguvu sana, ambayo inakuonesha au kukueleza jambo, na kila ikisema jambo linatokea. Yaani kuna sauti hiyo uisikii mara kwa mara, lakini ukiisikia inakung'ata, inakuuma kweli kweli. Jambo la pili, kusikia sauti kwenye ndoto. Unalala na unasikia mtu anakuita kwa jina lako waziwazi. Anasoma ayati au maneno fulani masikioni mwako, lakini ukiamka humuoni mtu huyo. Lakini jambo la tatu, kusikia mlio mororo. Kupata hali ya kusikia sauti ya mlio ya masafa ya juu. Yani fash au vishindo vyepesi sikioni, hata wakati wa usiku sana ukiwa peke yako. Hizi mara nyingi huwa ni mawimbi ya ulimwengu wa kiroho zikijaribu kujiunganisha na wewe. Frequency, yani kuna alifanzi unakuwa ukizisikia. Lakini kuelewa lugha isiyo rasmi, kuwa na uwezo wa kujua nini mtu anachotaka kukisema kabla hata hajakitamka au hajasema neno lake mdomoni. Yaani unajua tu huyu atasema hivi, hapa nilivyomuona atasema hivi, kwa kabla hata yeye hajazungumza. Lakini mabadiliko ya physical kwenye masikio, kuhisi mgandamizo wa hewa, joto au msisimko wa namna fulani kuzunguka masikio au nyuma ya kichwa. Kuna joto fulani au baridi fulani litazunguka nyuma ya kichwa, sikio lako limefunguka. Lakini kusikia sauti za viumbe wa asili katika daraja za juu kabisa, mtu anapoweza kufika anaweza kuanza kusikia sauti za viumbe wasioonekana, aidha katika viumbe wake wa kiroho, wema au wabaya, wakimpa tahadhari, salamu, maelekezo ama usaidizi wa mtu fulani au usaidizi wake yeye mwenyewe. Lakini kupokea ujumbe kupitia sauti za asili, sauti za ndege, unakuwa ujifahamu kwamba nikimwona ndege fulani kitatokea hichi, upepo au radi ambazo zitakuwa zinapiga. Wewe husikii tu kelele, bali unahisi kuna ujumbe maalum au kuna sign unapewa, unapitishwa, kuna kitu fulani ambacho unajulishwa ama kutambulishwa. Jambo la 8, kushtuliwa kabla ya hatari. Kusikia sauti ya ghafla inayokuambia simama, geuka au ondoka hapo, kimbia, mjibu hivi, usiongee, usimjibu, usimtukane, kaa kimya. Ukisikia hivyo unajikuta umeepuka ajali au jambo baya, au umeepusha mbawa zako, umeepusha shari. Jambo la 9, uwezo wa kutambua uongo. Mtu akizungumza na wewe, hata kama umuoni, hata kama wasikia sauti kama ambavyo nazungumza mimi kwa sauti, na wewe unioni mimi nikoje, labda nacheka na furahi, hata kama nadanganya, kwa hata nizungumze kwa ufasaha wa Kiswahili cha namna ipi, hata nizungumze kwa lugha ipi ambayo naifahamu, lakini unajikuta unasikia, unajua huyu ni muongo. Na mtu hata aongee kwa masiala vipi, kama jambo ni la ukweli, unajua hapo kazungumza ukweli na hapo kazungumza uongo. Na unakuwa unajua hapa moyo wangu unakataa, moyo wangu unakubali. Lakini jambo la 10, kupata msukumo wa maneno ya hekima, inspirational speech, ambapo unapoongea au kufundisha unajikuta unatamka maneno mazito ya hekima ambayo hukupanga hata kuyasema. Umeenda sehemu kwenye speech kuzungumza, au umepangiwa kwenye kikao, yani hujajipanga, au umeandaa speech zako za kwenda kuzungumza, lakini ukifika pale yanakutoka maneno mengine, afu unasema yani yale uliyosema pale ni makubwa na ni ya msingi kupita hata ambayo ulikuwa umeandika au ambayo ulifundishwa. Hii inaashiria kwamba kuna nguvu inayokushushia maneno hayo huku ukiyajua. Yani kuna nguvu fulani, maana yake sikio lako limekwisha kufunguka. Kwa hiyo tuangalie
na tuzingatie kuhusu kufungua sikio la tatu, ambako kunahitaji usafi mkubwa wa nafsi na muongozo sahihi, kwa sababu sikio lisipolindwa kwa ucha Mungu, mtu anaweza kuanza kusikia sauti za wasiwasi, visononeko kutoka kwa shaitani mwenye kulaaniwa, na baada ya sauti za kheri na zenye nuru na baraka ndani yake. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.